Kwa watoto wengi katika vitongoji duni, kupata kompyuta bado ni changamoto kubwa kwao. Hata hivyo, ndoto za baadhi yao eneo la Kibra zimeanza kutimia kupitia basi maalum la kidijitali linalozunguka shule za umma na kuwapa nafasi ya kujifunza teknolojia kila wiki. Tulikutana na mamia ya wanafunzi hao ambao pia wanajihusisha na mafunzo ya michezo ama mchezo wa raga, kukuza talanta na vile masomo. Mwanahabari wetu Emily Chebet ametuandalia taarifa ifuatayo. Jumapili asubuhi na watoto zaidi ya 200 kutoka mtaa wa Kibra wanawasili katika uwanja wa raga katika barabara ya Ngong hapa Nairobi. Wasichana na wavulana wa umri tofauti wanaelekea mmoja baada ya mwingine katika uwanja tayari kwa mafunzo. Wakiendelea na mazoezi, ndani ya basi hili matayarisho ya darasa yanaendelea. Walimu wa kompyuta wanapanga tarakilishi 36 zilizounganishwa na mtandao tayari kuwafunza masuala mbalimbali ya teknolojia na akili unde. Wanafunzi hao wanaingia ndani ya basi hili kwa vikundi, huku wenzao wakiendelea na mazoezi. Most of us when we got into the tech field, we got into it when we were in campus. But for you to be innovative enough, you need to understand the syntax. Coding is like a language that you learn. Basi hili ambalo linatumia nguvu ya jua huzunguka kati ya shule kadhaa za umma maeneo ya Kibra na Kiambu ili kuwasaidia wanafunzi ambao hawana nafasi ya kupata kompyuta wala mitandao. Kundi la Kings Rugby Development Academy na wenzao wa Kodi Yetu wanasema mpango huu unawasaidia wanafunzi wengi kupata ujuzi huu. We chose rugby because rugby is a game that not only teaches kids rugby skills but also values. So they teach kids humility, honesty, discipline. So those are that's one of the reasons why we picked rugby. So once the kids join the rugby program, these values, automatically they get those values just by training and by the coaches. Wakati Kenya inazingatia mfumo wa CBE, washikadau katika sekta ya elimu wanasema masomo ya kidijitali yanakuwa kawaida na ni sharti wanafunzi wote wasawazishwe. One of the reasons for online schooling that the kids are exposed to technology but in a safe way and an educational way. And then the other reason for online learning is so that we can be able to reach families who would prefer flexibility. Maybe their parents who move from one country to another, or maybe their parents who are looking for an international curriculum but they are feeling it's too expensive. Wanafunzi hao kutoka Kibra wanawekwa kwa vikundi kulingana na miaka yao. Wasimamizi wa mfumo huu wakisema wengi wao wameonyesha kupita mitihani yao na kupata nafasi katika shule za kitaifa. Emily Chebet, Runinga ya Citizen. Ndoa za utotoni